I hope uko poa mtazamaji wa WISPORT TV. Karibu kwenye anga la kisiasa, tupate kuangazia geopolitics na yale yanayoendelea hivi sasa Mashariki ya Kati. Tunafahamu kumekuwa kuna mzozo ambao umedumu kwa muda mrefu zaidi ya siku 40 za mashambulizi, lakini sasa kusitishwa kwa vita na mazungumzo kuwapo mezani. Tunaliangazia duru la pili la mazungumzo, ni nini hasa kitakwenda kutokea, ama ni taswira ipi itakayokwenda kuibuka mara baada ya mazungumzo ya duru la kwanza kuto kupata muafaka, mara baada ya viongozi wa mataifa mawili, taifa la Marekani pamoja na taifa la Irani kukutana katika mji wa Islamabad pale Pakistani, na waziri mkuu wa taifa hilo ndiye alikuwa msuluhishi ama aliyokutanisha mataifa haya mawili kwa ajili ya kuzungumza juu ya kile kinachoendelea kwa hivi sasa. Dunia imepata mshtuko wa mabadiliko ya gharama ya upandaji wa bei ya mafuta na maeneo mengine kupata mabadiliko kutokana na athari hizo. Hii leo nipo maeneo ya Kariakoo na nipo na ndugu yangu hapa, atajitambulisha kwa majina yake na moja kwa moja tutakwenda kuangazia yale ambayo nimeshakwisha kujuza. Mimi langu jina naitwa Jafet Mipango. Karibu uwe nasi sako kwa bako ili tupate kushare mengi kwa pamoja. Hali yako iko vipi my brother? Iko safi kabisa. Uko vizuri? Mungu anajalia. Wanakufahamu kwa majina gani? Naitwa Samuel Kitahenga. Sauti kidogo Samuel? Samuel Kitahenga. Mbona umekuwa na ubaridi kaka, na bado ni asubuhi na mapema kabisa? Niko safi kabisa. Uko salama bin Salimini? Niko salama kabisa. Naam, bwana Samuel, tumepata kuona mengi sana tangu Februari 28 alipouawa kiongozi Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi mkuu wa taifa la Iran, na kukawa kuna mashambulio yaliyofanyika katika shule, wanafunzi pamoja na walimu, athari kubwa ambazo zimejitokeza ndani ya taifa la Iran. Anaonekana kuwa muhanga kwa kile ambacho kinaonekana kuwa alipata shambulio la kushtukiza wakiwa katika meza ya mazungumzo. Mazungumzo ya kwanza hayakufaulu, yakawapelekea kwenye hali ambayo tunaishuhudia hivi sasa. Duru la pili limekuja mara baada ya mashambulio, halijapata mwafaka. Hili la safari hii linaweka taswira ipi hasa mataifa haya mawili? Kwanza kabla ya mazungumzo haya kujua kwamba itafika mwafaka ama la, kurudishe nyuma kidogo. Irani ilisha mwaka 2015 ilishaingia kwenye mazungumzo na kufikia kwenye mkataba wa Vienna ili Irani kupunguza au kusitisha mpango wake wa programu ya nyuklia, ya kutengeneza nyuklia, na Umoja wa Mataifa, NATO, Ulaya pamoja na Marekani waliingilia kati, lakini Donald Trump 2018 yeye akajiondoa na kuwawekea vikwazo Irani. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu mimi, hata mazungumzo haya ya safari hii ukiacha ya mwanzo yaliyogoma, sioni mwafaka ukifikiwa baina ya Irani na Marekani. Sioni mwafaka hapo kupatikana, kwa sababu Marekani anaingia kwenye haya makubaliano, pengine ni taifa kubwa, hawezi kusema ameshindwa vita, lakini pia anataka kuweka interest yake binafsi, sio interest ya yeye na Marekani au Umoja wa Mataifa kwa ujumla. Hiyo kitu kinakuwa kigumu kwa Irani kukubaliana na haya makubaliano. Sioni kama mwafaka utafikiwa hapo. Sasa unazungumza uoni mwafaka, na ni swala ambalo tayari tunazungumzia athari kwa hivi sasa ambazo zimetokea za moja kwa moja na zile ambazo zinakumba taifa la Irani kwa uharibifu wa miundombinu. Kama uoni mwafaka, ina maana tutarajie kuona gharama za maisha zikizidi kupanda, na kama gharama za maisha zitazidi kupanda kutasababisha kuporomoka kwa uchumi wa kidunia, sio wa Irani wala wa Marekani peke yake, tunazungumzia uchumi wa kidunia, hali ambayo inazidi kuongeza wasiwasi. Kwenye swala hili unadhani sasa nini kinapaswa kufanyika ili kupata suluhu ya kudumu ya mzozo ambao tumeona madhara yake? Cha kwanza kabisa ni Marekani kukubali matakwa ya Irani, ambalo jambo hilo kiundani pia haliwezekani. Yaani Marekani kukubali matakwa ya Irani sio rahisi. Irani anataka yeye mwenyewe awe anatumia ile uranium iliyokuwa kwake na kuichujia pale pale kwake kuliko kuipeleka kule kwenye Umoja wa Mataifa, si ndio? Lakini anataka kuzalisha nyuklia yeye mwenyewe binafsi. Tatu, anataka ule mlango wa Hormuz baharini pale yeye awe sehemu kubwa ya umiliki, pamoja na akishirikiana na Oman, kitu ambacho Marekani kwake yeye si sawa na wala hahitaji. Kama yeye ni super power duniani hawezi kukubali hayo matakwa. Lakini Trump, kama Donald Trump,
anaweza kuyakubali makubaliano yale kishingo upande na kuyageuka. Hilo linawezekana. Anaweza akakubali kwa sasa hali ya uchumi wa dunia itulie, ili Irani akijisahau anaweza akapindua. Kwa hilo linawezekana, lakini kwa makubaliano ya kudumu ya moja kwa moja sioni. Sioni hilo swala. Umezungumzia mlango bahari wa Hormuz. Ukigusia mzozo wa Mashariki ya Kati, hauwezi acha kuutaja mlango bahari wa Hormuz. Pengine umekuwa moyo wa vita hivi vinavyopiganwa hususan kwa Irani inapochukua uamuzi wa kuufunga. Kwa sababu asilimia walau 20 na kuendelea, mlango ule unachochea uchumi wa dunia, kwa sababu unasafirisha, usiache tu mafuta, vitu vingi vinapitia kupitia ule mlango wa bahari. Ikitokea Irani ameufunga, ndo hata mataifa ya mwisho huku sisi walaji tunaendelea kupata shida. Kwa mfano, bei za mafuta zimefumuka, gharama za maisha zinapanda, uchumi wa dunia unashuka. Kwa njia pekee ya Irani kujilinda ni kutumia ule mlango, na akisema anaufunga, Marekani hana namna ya kukwepa matakwa ya Irani kwa muda. Yaani Marekani kukubali matakwa ya Irani kwa moja na kufikia makubaliano ya amani, hilo swala ni gumu, lakini kwa muda inawezekana. Akapisha uchumi wa dunia ukae sawa, yeye mwenyewe pia aweze kurise, kwa sababu amepoteza idadi kubwa ya wanajeshi, amepoteza idadi kubwa ya silaha, kiasi cha bunge na maseneta wa Marekani pale kuanza kutilia mashaka uongozi wa Donald Trump. Kwa hili anaweza akawa mpole, akasitisha vita, makubaliano yakafanyika kwa muda, na anaweza akaanzisha tena chokochoko. Kwa nini imekuwa ni ngumu kwa taifa la Marekani kufanya kile walichokikusudia pindi walipokwenda kufanya uvamizi ndani ya taifa la Iran, kufanya mabadiliko ya kiuongozi? Kwa nini imekuwa ngumu na tunaona vita kufikia katika hali iliyofikia hivi sasa? Tumebadilika katika kubadilisha utawala uliokuwepo na tumekwenda sasa kuangazia namna hali ya uchumi wa dunia inapoelekea kutokana na mazuio kama haya ambayo yamekuwepo ndani ya mlango bahari wa Hormuz. Kwanza kabisa Jaffer, Irani ndio taifa pekee ambalo siasa yake ni ngumu katika mataifa yote ya ule ukanda wa Mashariki ya Kati yaliyokuwa Afrika, Asia na hata yale ya Ulaya. Irani inategemea zaidi katiba ya dini. Wao wanaamini hata ukimuua kiongozi wao anakwenda peponi. Anakuwa shahidi kwa Mwenyezi Mungu. Watu hao kuwabadilisha haraka haraka ni ngumu. Hata Marekani anapopigana na Irani, apigani na taifa, anapigana na viongozi wakuu wale wa kidini, kwa sababu hakuuawa rais Ayatollah Khamenei, kiongozi mkubwa mwenye ushawishi wa kidini ndani ya Irani, sio kiongozi mkubwa ndani ya serikali. Ni ngumu sana kwa Marekani kupenetrate hapo, lakini kwa mataifa haya mengine kama Saudi Arabia, Iraq, kule tuliona kipindi cha Saddam Hussein ilikuwa rahisi kwa sababu alikuwa anaingia kwenye nyanja za kisiasa, lakini wa Irani wao wamebezi zaidi sana kwenye mfumo wa kidini, ni ngumu sana kuwatoa. Hilo pekee ndo ambalo limemuia ugumu Rais Donald Trump kufanya regime ndani ya taifa la Iran. Lakini pia Iran alikuwa anatengeneza silaha zake kwa siri. Kwa hiyo wakati Marekani anakwenda kuivamia, hakutarajia anachoenda kukutana nacho. Alichokiwaza na alichokikuta ni vitu viwili tofauti. Kuhusiana na taarifa ambazo zinakuwa zinamgusa kwa namna moja ama nyingine taifa la China, kuisaidia kwa namna moja au nyingine Iran, unadhani hili swala linaweza likawa lina ukweli wowote? Lakini kwa nguvu ambayo Iran imeonyesha tangu kuanza kwa mashambulizi haya mpaka kusitishwa kwa mashambulizi haya, wapo ambao wanajiuliza kwamba ni silaha za Irani pekee zimetosha kufanya majibizano ya makombora na taifa la Marekani na kushambulia bezi za Marekani zilizo ukanda wa Mashariki ya Kati, ama kuna nguvu ya ziada anayoipata, au kuna watu nyuma yake wanamsaidia? Na watu wamekuwa wakitaja taifa la China, wengine pia wakimhusisha Urusi, Korea. Kwa namna ambavyo umefuatilia hili swala, inaweza ikawa ina ukweli wowote? Kwa asilimia lina ukweli, kwa sababu kwanza kwenye uchumi wa dunia Marekani alisimama kama super power, lakini wanaomfuatia au wanaoenyemelea ile nafasi, China ni miongoni mwao. Na ili kumkaribia adui yako lazima uangalie madhaifu yake na kuyapiga. Wameangalia sehemu ambayo Marekani amekwenda kujikita ni upande wa vita. Anayeshindana naye alionyesha kumudu. China ana nafasi ya kumpa nguvu Irani, kumpiga Marekani, kupunguza kasi yake ya uchumi na yeye kurise, kuja kukua kwenye uchumi wa dunia, kushika walau nafasi ya kwanza kwa muda mrefu. Inawezekana.
Kumekuwa kuna swala la kugombania usuperpower. Kuwa superpower, kuna faida zipi ambazo haya mataifa yanataka kutengeneza huo usuperpower? Israeli inatajwa kuwa naye anataka kuwa miongoni mwa mataifa yenye nguvu na ushawishi kiuchumi pamoja na kijeshi, lakini nimemsikia rais wa Belarus akisema kwamba Marekani ni taifa lenye nguvu ya kiuchumi ila sio nguvu ya kijeshi. Kwa mantiki hiyo, tukitazamia ni nini wanachokipata zaidi Bwana Samuel mpaka kugombania huo usuperpower? Kuna mambo gani ambayo yamejificha kwenye usuperpower? Kwenye usuperpower kuna vitu vingi, lakini ukiwa superpower duniani unaweza kucontrol uchumi wa dunia kama ilivyo Marekani. Leo tunaitumia dola ya Marekani katika kila nyanja dunia, nusu ya dunia nzima, ukiacha tu haya mataifa makubwa kama China wanajitahidi kutumia pesa yao, lakini dola inatumika kila sehemu, katika kila biashara dola itatumika. Lakini ukienda kuangalia rate ya dola na baadhi ya fedha nyingine utakuta dola pengine ni iko chini, fedha zingine ziko juu, lakini lazima utumie dola kwenye soko la kidunia. Hiyo ndiyo sababu inayofanya mataifa mengine yaweze kung'ang'ania ile nafasi ya kuwa superpower, ili kwanza kupata interest ya kujinufaisha wenyewe na kujulikana na kutawala kabisa kwenye mfumo wa kidunia. Hapo hiyo ni moja ya sababu kuu ambayo inawafanya hao wengine sasa na wenyewe watake hiyo nafasi ya kupenetrate hapo. Lakini pia kwenye lile swala la kiongozi wa Belarus, ni kweli Marekani anaonekana yuko vizuri kiuchumi na si kijeshi, kwa sababu hana historia ya kupigana nyumbani. Yaani yeye katika vita vyote anavyoenda kupigana ataenda kupigana nje na nyumbani, na hivyo vita anaenda kushinda akitegemea washirika wake. Ataweka bezi, kama anapigana na Iran, bezi yake anaweka Syria, anaweka Saudi Arabia, anaweka huku Iraq, ili aende kupigana na Iran. Si kwamba aende moja kwa moja Iran atoke aende Marekani. Hiyo swala kwake ni gumu na halitaki, kwa sababu anaamini akipigana nyumbani ni njia rahisi ya yeye kuporomoka kwenye uchumi wa dunia, na ilishawahi kutokea ile Great Depression ya miaka ya nyuma. Hawahitaji tena ijirudie. Wengi wanasema kuna dalili za anguko la taifa la Marekani kiuchumi. Ile kauli aliyokuja nayo Rais Donald Trump, Make America Great Again, wengi wanaamini kwamba ilikuwa ni dalili ambazo tayari zimeshajionyesha kuhusiana na anguko la kiuchumi la Marekani. Kwa jinsi hali na mwenendo wa mambo unavyokwenda, dalili za jambo hilo ni kweli zinaonekana ama ni maneno tu yanayosadikika? Na kufanya Make America Great Again, ni nini ambacho kilikuwa kimekosekana ama kupungua ndani ya taifa la Marekani mpaka kusema warejeshe ule utukufu wa taifa la Marekani? Kwanza hiyo falsafa tu sio ya taifa la Marekani, ilikuwa ni falsafa ya Donald Trump binafsi. Ndo kiongozi wa taifa, ndio yupo sasa madarakani kwa hivi sasa. Kwa hiyo akizungumza tunachukulia Marekani imezungumza. Ni kweli, lakini ile trust ya kumpa Donald Trump kuliongoza taifa la Marekani ilikuwa ni miongoni mwa sababu, kwa sababu yeye alishawahi kuwa milionea mkubwa sana duniani, then aka fall down, alafu akarise kwa kasi. Kwa hiyo Wamarekani waliamini tukimpa Trump atuongoze, hata ikitokea tutadondoka, kwa idea za huyu bwana anaweza kutuinua tena na tukaja juu kwa kasi. Si kwamba tayari wameshadondoka, ila waliweka matazamio na mtazamo wa Donald Trump kwamba nitaifanya Amerika kuwa kubwa zaidi hata kama itadondoka. Dalili za kudondoka zinaonekana sasa. Kwa nini wawe na wasiwasi wa kwamba kama itadondoka anaweza kuinyanyua? Unaweza ukawa na shaka hilo bila hilo jambo kuwepo, au jambo lenyewe lilikuwepo tayari, ama wanatazamia kutokana na upinzani waliokuwa nao. Ukiacha tu upinzani wa Urusi, wa China anakuja juu zaidi kibiashara na anaonekana kabisa kumzidi Marekani kwa ukaribu, ili tutengeneze, tunasema personal defense. Ikitokea China anakuja kutuvuka kwenye uchumi wetu, nani anaweza kutuvusha zaidi kumzidi China?
wakamweka Donald Trump na hiyo falsafa yake ameweka America great again. Okay. Kumbe haina tafsiri ya kwamba Marekani ilikuwa pengine labda kuna kitu imepoteza sasa inataka kukirejesha. Kwangu mimi haina tafsiri hiyo. Haina tafsiri hiyo. Lakini Donald Trump amekuwa ni rais muoga sana kwenye hao masuala ya kuishusha dola ya Marekani. Na ndio maana huwa anatazamia kwenye nchi yake idadi kubwa ya wahamiaji ambao wanakuja kunufaika kwa kupata ajira na warudisha, hawaache wa Marekani wenyewe wanufaike wao kama wao kwanza. Yeye amekuwa na tofauti na Joe Biden aliyopita, yeye aliachia wazi, Obama aliacha wazi watu waje wavune Marekani watoke, lakini yeye aliona hiyo ni sababu itakayopelekea anguko la Marekani. Sawa. Bwana Samuel, huwezi ukataja mzozo huu bila kuigusa Israel, bila kumgusa Benjamin Netanyahu, ambapo kwa namna moja au nyingine haridhiki na kusitishwa kwa mapigano, haridhiki na kusitishwa kwa mashambulizi baina ya taifa la Marekani na taifa la Iran. Tunaweza kusema kwamba Marekani akijiondosha katika vita hii linaweza likawa ni anguko la moja kwa moja la taifa la Israel. Bila shaka, yaani hakuna kuzunguka sana. Kama Marekani atajiondosha zeni makubaliano yakafikia, Umoja wa Mataifa ukatia nguvu kwenye hayo makubaliano, Israeli atakuwa anaanza kudondoka pole pole, kwa sababu Irani, ukiachana na sababu za kupigana na Marekani zisizojulikana, kwa sababu Marekani ameenda kuvamia Irani pasi na sababu maalum ya msingi haikuwepo. Ukiacha na sababu hizo, yeye yupo kuitetea dola ya Arabi, dola ya Kiislamu, na miongoni mwa mataifa ya Mashariki ya Kati mengi yanayomzunguka Israeli ni mataifa ya Kiislamu ambayo dola yake iliangushwa na Israeli. Akitokea mapigano yamesitishwa, mwafaka umekubalika, na hata haya mapigano ya siku 10 baina ya Lebanon na Israeli yakapatiwa mwafaka wa kudumu, Israeli ndo anapata athari chanya moja kwa moja, yeye ndo anaathirika na hayo athari hasi. Sasa kwa upande wake chanya ni kupata chanya, anapata Lebanon pamoja na Wapalestina, yeye anapata athari hasi ya moja kwa moja. Na ndio maana limekuwa na swala na shinikizo kubwa sasa, na Marekani mzingiro anaofanya katika lango bahari la Hormuz inaweza ikawa inatokana na sababu hizo. Sasa isingekuwa sababu ya kiuchumi kwenye ule mlango wa bahari, yani usingekuwa na athiri uchumi wa dunia, Marekani asingesitisha mapigano na Iraq. Hivyo vyote vile angemwangusha kama alivyomwangusha Saddam Hussein Iraq. Lakini mlango unachochea uchumi kwa 1% kubwa, uchumi wa dunia unatokana pale Hormuz, kusafirisha mafuta, silaha. Pia anawezaje kuwaletea silaha wa Iraq, wa Israel? Kwa sababu njia ya anga Irani anadungua. Wapi anaweza akawasaidia wa Israel? Ni kupitia mlango wa Hormuz. Sasa wa Irani wakisikilizwa matakwa yao na wakakubaliwa, Israel anakuwa mwasilika wa moja kwa moja. Kwa jinsi ambavyo umetazama sasa, kwa taswira na mwenendo wa jambo hili, Bwana Samuel, nini kinapaswa kufanyika? Nini kinapaswa kufanyika ili kupata haueni ya kudumu, ama dunia inapaswa kufanya nini ili haueni ya kudumu iweze kupatikana? Kwa sababu tumeangazia mwezi mmoja tu kumekuwa na mabadiliko makubwa ya gharama ya mafuta. Sasa vipi kama hali haitopata mwafaka kwa namna rahisi zaidi, kwa ndani ya muda mfupi zaidi, dunia inapaswa kufanya nini ili kupata haueni ya hii hali tulionayo hivi sasa? Kwanza sisi watu wa mataifa ya chini waombe Israeli wakubali kuishi maisha yao, wakubali kuwa wao ni sio sehemu ya taifa kubwa duniani, na wala wao sio sehemu ya utawala wa sehemu kubwa katika Mashariki ya Kati. Wao walipewa tu sehemu ya nafasi, wahamiaji walishaondoka wakarudi wakapewa toka 1948 nadhani mpaka leo. Wakubali kwanza ile hali, Netanyahu atulie ili amani ipatikane Mashariki ya Kati, na mataifa mengine tuendelee kupata huduma za kijamii ikiwemo mafuta kama kawaida. Lakini swala hilo pia ni ngumu kwa Netanyahu, kwa sababu ameshawaaminisha watu wake kwamba Israeli ni kubwa, na Israeli hata ile maeneo yote majeshi ya Hezbollah wote wanataka wayatawale yale maeneo. Ni ngumu pia kupata mwafaka kwa haraka.
Bado swala hili limekuwa ni kitendawili. Bwana Samuel ametupitisha kwenye maeneo mengi tofauti tofauti katika mzozo ambao unaendelea huko Mashariki ya Kati, ikiwa ni duru lingine, tunalita duru la pili toka kuanza kwa mashambulizi, ukiachilia mbali duru la kwanza waliokwenda kukaa pale Islamabad. Ilikuwa ni tarehe 10, lakini tarehe 12 tukapata matokeo juu ya mwenendo wa mazungumzo yaliyokuwa yakifanyika pale kuto kupata mwafaka. Tusubiri safari hii kipi ambacho kitajili mara baada ya mazungumzo ya duru la pili kukamilika katika mji huo wa Islamabad. Nini ambacho kitakuwa kimepatikana kama jawabu la kupata suluhu juu ya mzozo ambao unaendelea hivi sasa. Mimi langu jina nanita Jafet Mipango, niseme asante sana kwa muda ambao umetenga kwa ajili ya kuitazama WISPORT TV. Nikutakia wakati mwema na majukumu mema. Asalamu alaykum.